Nadhani muda umefika sasa tuweze kuzama ndani ya Sizikwi Nayo. Sizikwi Nayo. Kwa hiyo kunishughulikia Nzula, I don't know what happened. Nikatiliwa sumu kwa chakula. Sizikwi Nayo. Kuna mtu ananikuja na usiku kama nimelala, hata huwa akiingia wanasikia malaika inanisimama. Watu wanazungumza wazi wazi bila kuogopa. Sasa anatoka kidogo na anakuja na mwanamke. Sasa wanalala tu hapo mbele yangu. Hebu ngoja. Fungua wazi nafsi yako. Usizikwe nayo. Hapa Maisha Jioni. Nadhani muda umefika uweze kufungua nafsi yako, usizikwe nayo. Hello. Mambo vipi? Poa. Mimi naitwa Nzula na kupigia simu kutoka Radio Maisha Sizikwi Nayo. Yes. Unaweza kupunguza sauti ya radio tafadhali? Yeah. Haya, punguza basi. Ndapunguza. Ulikuwa umetutumia ujumbe ukasema kwamba ungependa kufunguka. Yeah. Haya, story yako ni gani kaka? Nimekuwa nikifanya online. Hii una order vitu online. So mimi nimekuwa nikioda. Inakuja. Baada hapo kwa transaction inakuwa sijafanya. Unaoda kitu kwenye mtandao? Yeah. Kitu kama gani tuseme? Kitu kama pocket wifi. Mwisho ilikuwa pocket wifi. Pocket wifi. Yeah. Kwa hizi online shops. Online shopping. Sasa kitu kinaletwa mpaka nyumbani. Delivery inakuja hadi shop yenye iko karibu. Inakuja hadi shop ambayo iko karibu. Yeah. Alafu unafaa kwenda kuchukua. So unawakoni kivipi? Kuna ile edit inakuanga hapo ile nenda unaishana huko kwa delivery shop. Ile message. Kuna venye rafiki yangu alikuwa amenitrain. Kuna rafiki alikuwa anasoma na yeye. Alikuwa amenifunza kuna venye alikuwa anaiset. Una set message? Yeah. Inaonyesha kwamba umelipa. Inaonyesha nimelipa na sijalipa. Kwani wale watu ambao wanakupatia huu mzigo they don't confirm, they don't double check kuangalia kwamba indeed you have paid? No, they just need confirmation message. Now do they get that confirmation message? Ama they need the confirmation message from you? Yeah, from me. So unafika pale unawaonyesha kwamba umelipa kwa ile kampuni na haujalipa? Sijalipa hata 1 bob. Hadi 1 bob. Na inaonyesha kabisa kwamba umelipa pesa na pesa inaonekana. Kabisa. Hey, ndugu, how long have you been doing this? I've done it for 4 months. For 4 months? Yeah, from last year. Na hujakamatwa? Hapana. Na umekuwa ukienda unachukua bidhaa na unaenda zako nyumbani knowing very well you've not paid? Yeah. Tuseme kufikia sasa umechukua vitu vya thamani ya pesa ngapi since you discovered this new talent of yours? Imeenda 14k. Around 14,000? Yeah. So you order stuff, inaletwa kwa duka, unaenda unapick bila kulipa, na baadaye wale watu hawakupigii kukuuliza mbona tunaona hakulipa na umepewa bidhaa? Yeah. They don't call? They just call after they have. Yes. Wanapiga wakiwa shako niko nishawaonyesha. Ndo nauliza, I am sure by the time umetoka when they are reconciling baadaye they realize kwamba they gave away something na haijalipiwa, they don't reach out to you? Hawakupigi kabisa? Hawapigi. Ukishawaonyesha inakuanga ni hivyo. Sasa hauogopi kukamatwa? Ndio nifanye niache. Nini imefanya uache? Na kuuliza, unanisikia? Nakusikia. Ni kitu gani ambacho yani hauogopi kukamatwa? Kwa sababu ulikuwa unaniambia hiyo ndio imefanya uache, sikuelewa hapo. Hiyo kushuku sasa ndio imenifanya niache. Umeshikwa kwani? Umeshikwa before? Hapana, sijashikwa. Lakini unaogopa sasa? Hiyo ndio imefanya niogope niache. Unaogopa kwamba umefika mahali ambapo unaweza ukakamatwa? Imeenda extent.
Have you become addicted to whatever you're doing? No, it's just doing something. It had become successful. Na uko na kazi, kuna biashara unafanya? Do you have something that keeps you busy? Niko na biashara nafanya. Uko na biashara unafanya? Yeah. Sasa, do you sometimes feel guilty that someone else is suffering in their business because of you? Yeah, that is the reason why I decided to stop it. You decided to stop it. Yeah. So leo ndani ya Siziku nayo ulikuwa unatakaje? Ulikuwa unatupigia ndio confess, ndio ushauriwe ama? Nilikuwa nataka ushauri. Ushauri wa aina gani? Nilikuwa nataka kuambia watu kila mtu atosheke na chenye anafanya. Unataka kuwajulisha watu watosheke na kile ambacho wanafanya. Usitosheke na chenye. Na kwa watu wote ambao labda umeweza kuchukua mali zao bila kulipa, will you be paying for the items? Yeah. Hello? Hello. Unapanga kuwalipa hawa watu wote ambao umechukua bidhaa zao bila kulipa? Hapana, ishapita hiyo sasa. Ishapita. Ishapita. So going forward umeacha huu wizi? Yeah. Because unajua huu ni uwizi ndugu. Elegana. Hayo ni wizi sasa. Wewe na yule mtu ambaye anapiga mtu ngeta hamna tofauti kwa sababu nyote mnamuibia mtu. Si hivyo. Ni bahati. So leo umesema unataka kuambia watu ambao wanajaribu kuwaibia wengine waridhike na walicho nacho. Yeah. You have learned your lesson. Yeah. So you will no longer steal from businesses. Yeah. Okay, nadhani ni vizuri umeweza kuconfess na umeweza kubadilisha mwenendo. Yeah. Na kutakia kila laheri. Yeah, na. Haya. Jamaa anasema kwamba alikuwa na scam biashara. Anaitisha kitu mtandaoni, wewe unatuma bidhaa, halipi, lakini anaweka message, anaitunga message inakaa very convincing kwamba amelipa. Na anasema kwamba ameweza kuchukua bidhaa za zaidi ya shilingi 14,000 kutoka kwa watu. Na leo hii ndani ya Siziku nayo anasema kwamba anatubu dhambi zake na si eti atawalipa wale watu waliowahadaa, lakini hataendelea tena. Haya, tuambieni jamani, mwasemaje? Radio Maisha, hello. Halo, Nzula Magozi. Yes, mambo vipi? Hii ni Moses Salama kutoka Nakuru Mall hapa. Karibu kaka, umemsikia ndugu yetu? Nimemsikia, lakini Nzula, unajua wizi ni kitu imeanzishia huko juu. Sasa hii wabunge hizi hao ndio wanakuonyesha hizi. Aya, umesema ni top bottom. Sasa kuanzia kama president atokeza asema zangu zote chunguza, kama kuko na vizadu rudisha kwa serikali, kama ni yangu wacha ibaki yangu, tuanzie hapo kwanza. Aya, okay. Unasemaje kuhusu ndugu yetu ambaye amekuja hewani kukiri kwamba alikuwa naiba? Radio Maisha, hello. Niaje Nzula? Salama kabisa. Umemsikia kaka yetu? Nimemsikia kabisa, ni kutoka Eldoret. Anasema kwamba anatubu dhambi zake leo. Mimi nashukuru jamani, kama ni mganga. Ni mganga? Ni kama anatumia madawa ya kiganga. Kwa sababu inakuaje? Mimi hata nashangaa, alafu eti watu hawamfuatilii. Siamini, alafu kwa system zinaonyesha tu ni mjanja. It's shocking, I don't know. Lakini these things happen in businesses. Radio Maisha, hello. Niaje Nzula? Niko poa, mambo vipi? Poa sana, ni Hamisi hapa kutoka Kwale. Habari ya Kwale ndugu yangu? Kwale kwema sana, kimvua tu na Kwale gani? Maana kwetu Kwale jamani. Mimi nimetoka Kwale Kinango sub county, alafu Kinango. Kinango. Umemsikia kaka yetu anasema amebadilisha mwenendo. Amefanya vizuri sana, amefanya vizuri. Acha abadilike na akuwe mtu mzuri. Kabisa. Unajua kila mtu ambaye anasema kwamba anabadilisha mwenendo unampatia nafasi. Sylvia, karibu mami. Sasa Nzula. Niko salama mama. Umesikia leo confession?
amesha confess, wacha tu aachane nayo. Sababu hata tukisema arudisha atatoa zile pesa. Amesema ameacha hiyo maneno, yametubu dhambi zake. Ametubu. Wewe unajua tena amepata kupatia wengine mwelekeo. Wakati unaoda kitu kaa chonjo. Kabisa, na wakati we pia unauza unakaa chonjo, unaweza ukachezewa shere bwana. Nairobi ni jiji bwana. Hili ni shamba la mawe. Radio Maisha, hello. Halo, Radio Maisha Sula. Yes, mambo vipi daddy? Mambo ni chonjo sana, huyu ni Patrick Keyboard na Andelis. Karibu sana baba. Umemsikia ndugu yetu anasema ametubu dhambi zake? Nimesikia ametubu, lakini alitubu kwa sisi aende kwa kanisa ili atubu, Mungu anaye aweze kumsamehe, lakini kwa sisi pengine tunasafara kirachi. Aende atubu dhambi zake na Mwenyezi Mungu amsamehe. Wewe unamwambiaje kaka yetu? Radio Maisha, hello. Hello Nzula. Yes, mambo vipi? Mambo poa, uko aje? Niko poa bro. Wewe unaitwa nani, uko wapi? Bila shaka ni Samuel Wasike kutoka Kitengela. Kaka yetu unamwambiaje? Kaka yangu namwambia acheni na hiyo Nzula, unajua aje? Hiyo kitu imekuwa follow. Hata mimi nilikuwa hivyo. But sasa mimi ni ile yangu ilikuanga ni ya simu. Azini nikipanda gari, nikipanda gari ni bora nikituma kama 10 bob ama 20. Alafu na edit that message inakuwa kama ni mali naenda na so, but mimi nimetuma 20 na eka inakuwa so. But how do you edit that message? Na iko hapo edit. How do you do it? Kuna app Kuna app ya kuedit message? Yeah. Wase si mkorada. Mimi niko nyuma ni aje. Kuna app ya kuedit message? Yeah, kuna app, but nilifika mahali nikaachana nayo kwa niliona iko risk. Kuna day nilikuja nikashikwa. Na unajua unaweza umizwa mtu wangu ama uchomwe. Si kitu kama hiyo, nilienda mpaka ndani. Uliwekwa ndani? Yeah. Ukabadilisha mwenendo wako? Ikabidi nimebadilisha. That is good my brother. And now you are at peace. Haujihisi kama una matamanio ya kufanya kitu kama hiki tena? Yeah, sitamani tena. That is good. Thank you for sharing your story. Radio Maisha, hello. Niko poa, mambo vipi? Karibu sana. Unamwambiaje ukaka yetu? Mimi namwambia jamaa akitaka asamewa mpaka mbinguni alipa hao majamaa kwanza juu hapo hawezi kusamehewa na Mungu kama hajalipa. Unasema akitaka kusamehewa mpaka mbinguni. Alipe iwe. Radio Maisha, hello. Habari ya jioni. Salama, nani wenzangu? Huyu ni Kevin kutoka Rikipia. Karibu bro, karibu sana. Unamwambiaje kaka yetu jamani? Asante, alafu muangalie mitambo imepotea huku nasikizanga online. Oi bro, tutaangalia. Pole sana. But in the meantime unamwambiaje kaka yetu? Wewe jamaa amechanuka, amejua mwizi mdogo ndo umia huku Kenya. Wezi wakumbwa ndo wako na bahati, so yeye aepuke ili kifo isimpate ama kuenda jela. Kabisa, asante sana kakangu. Hii ni Radio Maisha, Radio Zaidi Radio. Tunamalizia Radio Maisha, hello. Hello Radio Maisha. Rasha mambo, hata ukabadilisha sauti najua ni wewe. Asante kwa kunitambua. Hata ukaifinya. Turudi kwa mada. Hata ukaongeza bezi. Nzula, acha tukae kwa mada kidogo. Niambie ndugu yangu, unamwambiaje huyu kaka jamani? Sasa kama hajashikwa, hajawekwa kisu, ako na Mungu. Sasa waachane na biashara kama hiyo. Mambo ya kuedit hiyo message waachane nayo. Unajua mtu kama huyo Nzula, hawezi sema ati anaibia watu wa delivery peke yake. Unajua hiyo message unaweza kuwa na information ya M-Pesa, ndio? Ile yenye inakunya kuja confirmation na confirm kwamba agent fulani nimetoa pesa. Unaenda kwa hiyo agent, unaedit message na unatoka mtu. Sasa itafikia mahali ambapo akiendelea sana atauawa. Atashikwa na atauawa. Ajani na mambo ya kuedit. Ajima majamaa wa edit hao.
Asante sana Frasha Mambo. And I think on that note tunamalizia mazungumzo yetu ndani ya Sizikwi Nayo. Kaka, ni vizuri sana kwamba umegundua ulikuwa unakosea na umeamua kubadilisha mwenendo, na nadhani pia kuna kaka yetu wa Kitengela pia naye anasema pia yeye alikuwa ni editor. Watu ni editors huku. Sisi tulidhani editors wako newsroom. Kumbe kuna editors wa messages. Na ni vizuri sana kwamba umesema utabadilisha mwenendo wako na utaacha kuwahadaa watu, kwa sababu just imagine huyu mtu ambaye unamhadaa ni mtu ambaye pia ni Mkenya kama wewe, anafanya biashara kama wewe, labda anategemea mtaji ambao amechukua mkopo. Kwa hivyo kuwa binadamu na umuelewe mwenzako na ridhika na kile ulichonacho, na kama unataka zaidi tia jitihada, jitume, bila shaka utapata. Hii ni Radio Maisha. Usizikwe Nayo. Nzula Makosi tukusaidia kufungua roho. Usizikwe Nayo. Radio Maisha. Always listen to Radio Maisha. Sofia, Mbololo, Bura, Mwatate, Chala. Radio zaidi ya radio. Mbogoni, Taita Taveta, 107.4. Radio Maisha. Radio. Zaidi ya radio.